tabia hii ni kitu gani hasa? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Tabia ni mkusanyiko wa mambo mazuri inayopatikana katika maisha ya binadamu. Unapokuwa wewe umejiweka katika hali ambayo kwamba ni mzuri, unapokuwa wewe umejiweka katika hali ya heshima ambayo kwamba ni mzuri, basi inakupelekea wewe kuwa na tabia ambayo kwamba ni mzuri. Pindi watu watakapokuwa wanazungumza wakisema kuwa fulani ana tabia mzuri, hii ina maana kuna kitu ambacho kwamba wameona ndani yako ambao kwamba si moja wala si mbili, isipokuwa ni mkusanyiko wa mambo fulani ambao kwamba wanaiona ndani yako mpaka wakasema kuwa huyu mtu ni mtu mwenye tabia mzuri. Naam. Na miongoni mwa hayo mambo, kama alivyosema mmoja kati ya wanavyoni akisema, Ibn Mubarak anasema ni mambo ambayo kwamba mmojawapo ni mtu kuwa na uso wa bashasha, mtu kuwa na uso wa furaha. Yani unapokutana na watu hauwi mtu mwenye kukunja uso. Katika miongoni mwa mtu kuwa na tabia mzuri ni mtu anapokutana na watu anakuwa ni mtu mwenye bashasha, mwenye furaha. Anapokutana na ndugu yake, anapokutana na mtu ambaye kwamba anamjua ama hamjui, basi anakuwa na uso ambao kwamba una furaha ndani yake. Na hivyo ndivyo alivyokuwa pia hata kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akisema kuwa mtu kutabasam tu kwa uso wa ndugu wake, kumuonyesha uso wa tabasamu ni moja kati ya sadaka. Na hii inakupelekea wewe kuwa, kwa sababu ya kuwa na uso wenye bashasha, uso wenye furaha, inakupelekea wewe kuwa ni mtu mwenye tabia mzuri. Jambo jingine la pili akasema Ibn Mubarak, na pia vile vile kuacha mambo ya maudhi. Kwa sababu ili mtu uwe na tabia mzuri lazima uache mambo ambayo kwamba yanaweza yakasababisha maudhi kwa mtu mwingine. Kwa sababu katika baadhi ya mambo ambayo kwamba yanasababisha akhlaq na tabia ya mtu kuwa ni mbovu ni mtu kufanya kitu chenye kuudhi watu. Unaudhi huyu, unaudhi jirani yako, unaudhi familia, unaudhi baba, unaudhi mama, inakupelekea wewe kuwa ni mtu mwenye tabia mbovu. Kwa hivyo ili uwe ni mtu mwenye tabia ambayo kwamba ni mzuri, ni wewe ujiweke katika hali mzuri ya kuwa unaacha mambo yote ambayo kwamba unajua hili jambo mimi nikifanyiwa binafsi nitaudhika. Sasa niache kumfanyia mtu mwingine. Mimi nikimfanyia mtu mwingine ataudhika. Kwa hivyo ukiwa katika hali kama hii, kuacha mambo ambayo kwamba yanaudhi yanakupelekea wewe katika tabia ambayo kwamba ni mzuri. Na jambo nyingine ambayo kwamba ni muhimu ni kufanya yale mambo ambayo kwamba ni mazuri. Ili mtu awe ni mtu mwenye tabia mzuri, lazima ajiweke katika kufanya mambo ambayo kwamba ni mazuri peke yake. Hili jambo ni zuri, ukifanyiwa wewe utalifurahi, basi mfanyie na mtu mwingine. Hili jambo ni zuri, wewe ukifanya unaona raha, au mtu akisema kuwa fulani amefanya kitu fulani unasikia mzuri. Sasa wewe pia mfanyie mtu mwingine. Na unapokujikusanya na hizi vitu zote hizi, kuwa na uso mzuri, yani kuwa na furaha na watu, na jambo la pili kuwa ni mtu mwenye kuondoa maudhi kwa watu, kuacha kufanya mambo ya kuudhi kwa watu, na pia vile vile kusema au kutenda matendo ambayo kwamba ni mazuri, yanakupelekea wewe kuwa ni mtu mwenye tabia mzuri. Na hii ndio tabia mzuri.